nimeona ni vema niweze kuja kuzungumza na ninyi juu ya masuala ambayo yanaendelea kwenye taifa letu na hususan ndani ya chama chetu cha Chadema. Itakumbukwa siku chache zilizopita niliongea kuhusiana na swala zima la mgogoro ulioko ndani ya chama chetu na hususan mgogoro huo ambao uliibuliwa kwenye kamati kuu ya chama chetu. Na mgogoro huo ulikuwa ni kwa ajili ya wafanyabiashara pamoja na wana CCM ambao wanatoa fedha zao kwa ajili ya kuendesha shughuli za chama. Wanampatia makamu mwenyekiti wa chama taifa fedha, lakini makamu mwenyekiti amekuwa hafikishi fedha hizo kama jinsi ambavyo inatakikana. Sasa jana Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama chetu Mheshimiwa John Mnyika aliongea na vyombo vya habari na Watanzania kwa ujumla, ikiwa ni kutoa maazimio ya kamati kuu ambayo imefanyika pale Kigoma. Sasa kuna wakati mwingine ukweli usiposemwa tutakuwa tunakosea sana, au kuna wakati mwingine uongo tukiuacha unageuka kuwa ukweli. Siku ya jana Katibu Mkuu amesema kwamba sisi ambao tunakipigania chama hiki, sisi ambao tunaipigania katiba ya chama hiki, sisi tunalipwa sijui milioni 2, kitu ambacho ni uzushi na ni uongo mkubwa sana. Najaribu kuwaza hivi, CCM ni namna gani ambavyo wanaipenda Chadema? Yaani CCM leo waipende Chadema kiasi kwamba CCM imfadhili mtu ambaye anaipigania katiba ya chama chetu. Kwa sababu sisi tunachokipigania ni katiba ya chama chetu. Katiba iko wazi. Kama kuna jambo lolote, wajibu wa mwanachama mmoja wapo ni kupinga uovu wowote ule ambao unafanyika. Sasa yeye Katibu Mkuu akisema kwamba sisi tunalipwa, najaribu kuendelea kujiuliza, je, wakati ule Mheshimiwa mwenyekiti wa chama sasa hivi Mheshimiwa Lissu alipokuwa makamu mwenyekiti, alivyokuwa anatoka na kusema kwamba kuna fedha chafu ndani ya chama, je, na yeye alikuwa amelipwa na CCM? Lakini makamu mwenyekiti wa sasa hivi Bwana John Heche, naye wakati anatoka mwaka 2024 mwishoni na mwaka 2025 mwanzoni akisema kwamba ndani ya chama kuna fedha chafu, je, na yeye alikuwa amelipwa na nani? Kwa hiyo Mheshimiwa Katibu Mkuu asichafue watu na asiongee uongo. Hilo la kwanza. Jambo la pili, katika maazimio ya kamati kuu tunasikitika sana kutokuona jambo la mgogoro Katibu Mkuu amejaribu kulikwepa, lakini ukimsikiliza kwa vizuri Katibu Mkuu anakiri ni kweli kwamba ndani ya chama kuna shida. Na mfano mdogo tu ni pale alipokuwa akielezea kwamba kwa nini Mheshimiwa Joseph Mbilinyi ama maarufu Sugu ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, kwa nini wakati makamu mwenyekiti wa chama taifa alipoenda kufanya ziara kwenye kanda yake hakuwepo? Haiwezekani ukaniambia wewe kama baba wa nyumba umepata mgeni alafu yule mgeni wewe unamkimbia wakati huyo mgeni ni baba yako mzazi. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki, kwa sababu taratibu zetu zinaeleza wazi kabisa kwamba kwa makamu mwenyekiti akienda kanda yoyote ile, mwenyeji wake namba 1 ni mwenyekiti wa kanda hiyo. Sasa haiwezekani mwenyekiti wa kanda useme alikuwa amealikwa mahali. Ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Bwana Sugu aliamua kuondoka kanda ya Nyasa kwa sababu wameshakuwa paka na panya na makamu mwenyekiti wa chama taifa. Kwa hiyo Katibu Mkuu asitaki kuongea uongo. Na hii migogoro, sisi tunachotaka hii migogoro imalizwe. Sisi tunakipenda chama chetu. Sisi leo hii ndo ambao tunapigania kwamba hatutaki kuona ufisadi. Hatutaki kuona ufisadi wanaofanya CCM, lakini leo sisi ndo ambao tunaofanya huo ufisadi.
Kwa mimi nikiombe sana chama changu na nimuombe katibu mkuu ambaye ndio mwenyekiti wa secretariat ya chama, haya mambo yakifumbiwa macho yatatuharibia chama chetu. Haya mambo yakifumbiwa macho yataondoa uhalisia ule wa Chadema ile ambayo tunaifahamu na kujua kwa miaka zaidi ya 30. Sasa jambo lingine, kumekuwa na fukuza ambayo inaendelea kwenye chama. Mtu ukitoa maoni yako, siku haiishi umefukuzwa. Tukienda kwa namna hii tutapoteza watu wengi sana na tutapoteza viongozi wengi sana, kwa sababu watu wana hasira kwamba kwa nini makamu anakula pesa wakati sisi huku chini tunahitaji kufanya shughuli za chama, na makamu mwenyekiti alituahidi kabisa kwamba watakapoingia madarakani sisi huku chini tutapata fedha za kukiendesha chama. Hasa leo mtu ukitoka ukiongea unafukuzwa. Jambo hili ni lazima sasa tukae tuliangalie, kwa sababu hata wakati makamu mwenyekiti wa wakati huo anayaongea, hakuna hatua ambayo alichukuliwa, hakuna namna, yani hakusimamishwa uongozi, hakuvuliwa wanachama. Sasa hivi vinavyoendelea vitakuwa ni vitu vya ajabu ndani ya chama chetu, na chama sasa hivi kinaendeshwa kwa jinsi ambavyo hatujawahi kushuhudia. Na ndio maana tunazidi kusisitiza, tunaiomba serikali imwachie mwenyekiti wetu wa chama taifa ili tuweze kukijenga chama chetu. Na vile pia hawa wafanyabiashara ambao wanatoa fedha kwa Chadema, ni waombe na niendelee kuwasisitiza kwa sasa wasitishe zoezi hilo. Kwa sababu ni kweli na hapa niweke wazi, hawa wafanyabiashara ni muhimu sana waangalie nyendo zao. Juzi nilimtaja mfanyabiashara mmoja, leo sitamani kumtaja mfanyabiashara mwingine, lakini wakiendelea nitakuja hadharani na hoja ya milioni 256 ambazo mfanyabiashara mmoja alimpa Heche na walikutana mwaka jana Lubumbashi. Kwa hiyo kama wataendelea, sisi ukweli tunao na ushahidi tunao. Heche alichukua shilingi milioni 250 Lubumbashi. Amekuja kufanyia nini? Tutaeleza. Kwa sababu haiwezekani hela yote hiyo haijafika kwenye chama. Katibu mkuu na uhakika hajafikishiwa hiyo fedha. Ametumia kwa maslahi yake binafsi na kazi fulani ambayo alikuwa ameelekezwa kuifanya. Kwa hiyo niwaombe sana chama changu, turejee kwenye misingi yetu ya demokrasia. Kukosoa sio dhambi, kwa sababu ni uhuru wa kikatiba, tena katiba yetu ya nchi, lakini vile pia pamoja na katiba ya chama chetu. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.